Alidanganya rais kafa afikishwa mahakamani. David Mukaya ambaye ni mwanafunzi chuo kikuu nchini Kenya anakabiliwa na mashtaka kujibu mara baada ya kuchapisha picha ya msafara wa watu wakishiriki msiba wenye nukuu ya kupotosha mtandaoni. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Kenya, Mukaya anashtakiwa kutumia ukurasa wake wa X zamani ukiitwa Twitter mnamo Novemba 13 mwaka 2024 akidai mwili wa rais wa Kenya William Ruto ukiondoka kwenye nyumba ya mazishi, ambapo mahakama imefahamishwa kuwa picha hiyo ilionyesha jeneza iliyokuwa limefunikwa bendera ya Kenya na kusindikizwa na maafisa wa kijeshi waliovalia sare za sherehe ilibuniwa ili kutoa dhana potofu kwamba rais amefariki dunia. Aidha, Mukaya akiwa mahakamani ametaka kuchunguzwa upya kwa mashtaka yake, ambapo kupitia wakili wake Dansan Omari pamoja na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK wametaka kufahamu endapo rais William Ruto ataitwa kutoa ushahidi wake. Kesi hiyo sasa imepangwa kusikilizwa kikamilifu Mei 29 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye David Mukaya ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu nchini Kenya anakabiliwa na mashtaka kujibu mara baada ya kuchapisha picha ya msafara wa watu wakishiriki mazishi na nukuu ya kupotosha mtandaoni. Hatimaye serikali ya Tanzania atoa kauli ya kuna uhaba wa ARV. Serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema imejipanga kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza kutokana na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada kwa nchi za Afrika ikiwemo ARV, ambayo Watanzania wametolewa hofu kwamba ARV zipo za kutosha nchini Tanzania. Akiongea kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma, mkurugenzi wa MSD Mavle Tukai amesema kutokana na maelekezo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa MSD hakuna cha kusubiri, tumekushajipanga na kufanya maandalizi ya kutosha kwa kuzingatia athari zake kwa wananchi. Tumehakikisha tunayo mikataba ya kutosha katika ununuzi wa dawa zote na miradi msonge ikiwemo ARV, vyandarua, chanjo na kadhalika, ambayo inatokana na misaada ya ufadhili wa USAID, ili Marekani ikisitisha misaada wa Tanzania wasiathirike na chochote. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema imejipanga kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza kutokana na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada ya nchi za Afrika ikiwemo ARV, ambayo Tanzania wametolewa hofu kwamba ARV zipo za kutosha nchini Tanzania. Jaji azuia uamuzi wa kufungwa kwa USAID. Jaji Theodore Changwa nchini Marekani amezuia utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua zozote za kulifunga shirika la misaada la Marekani USAID, ambapo amesema taratibu za kulifunga shirika hilo huenda zilikiuka katiba ya nchi ya Marekani. Akitoa uamuzi huo, Theodore Changwa amesema idara ya ufanisi serikali na swaiba wa Donald Trump Elon Musk, ambayo ilifunga shirika hilo, huenda ilikiuka katiba ya Marekani kwa njia nyingi. Jaji huyo ameamuru irejesho uwezo wa kutumia kompyuta na mifumo ya malipo kwa USAID kwa wafanyakazi, wakiwemo wale waliopewa likizo na wale walioachishwa kazi. Uamuzi huo unafanyika katika kesi iliyoahirishwa kwa niaba ya wafanyakazi 26 wa USAID ambao hawakutajwa majina. Wanadai mahakama kwamba Musk sio thabiti katika kuvunja idara ya serikali ya Marekani, lakini pia katika malalamiko yaliyoainishwa Februari 13 mwaka 2025 mahakamani hapo, mawakili wa wafanyakazi hao wamedai kuwa mamlaka ya Musk sio halali, kwani haijateuliwa rasmi katika wadhifa wa serikali wala kuthibitishwa na seneta wa Marekani, na kuomba shughuli zote za Elon Musk zisimamishwe na kubatilishwa. Itakumbuka USAID ilikuwa ni mmoja wa mashirika ya kwanza kulengwa muda mfupi baada ya Donald Trump kuingia tena White House mwezi Januari na kuamuru kuisimamisha kwa siku 90. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Jaji Theodore Changwa nchini Marekani amezuia utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua zozote kuifungia shirika la misaada la Marekani USAID, ambapo amesema taratibu za kulifunga shirika hiyo huenda zilikiuka katiba ya nchini Marekani. Rais wa Somalia anusurika shambulio la Al-Shabaab. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo wao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumanne, ambapo maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kwamba Rais Mahmud
yuko salama kufuatia shambulio hilo, ambapo mshauri wa rais Zakaria Hussein kupitia chapisho lake la X pia amethibitisha kwamba rais yuko vizuri na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Aidha, kundi hilo limethibitisha kufanya tukio hilo, ambapo wanajeshi na wakazi wa eneo hilo walishuhudia shambulio hilo wamethibitisha kuwa msafara wa rais uligongwa, ambapo inatokea miili ya watu 4 waliuawa katika shambulio hilo. Wakati Al-Shabaab wakifanya mashambulizi mara kwa mara nchini Somalia kwa sehemu ya kampeni yao ya miongo kadhaa ya kupindua serikali ya Somalia, shambulio la Jumanne lilikuwa la kwanza kumlenga Mahmud moja kwa moja tangu mwaka 2014 katika muhula wake wa kwanza madarakani, walipomshambulia kwa mabomu hoteli aliyokuwa hakizungumza. Saa chache baada ya shambulio hilo, vyombo vya habari na serikali ya Somalia vilionyesha picha ya rais katika wilaya ya Adan katika eneo la Sabay katikati ya nchi ya Somalia, ambapo vikosi vya serikali vinapambana na mashambulizi ya wiki 3 sasa ya Al-Shabaab. Ni taarifa kutoka nchini Somalia. Hatimaye rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo wao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Rais wa Rwanda na rais wa Kongo uso kwa uso nchini Katari. Rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Katari kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari mwaka huu. Mkutano umesimamiwa na Amiri wa Katari, Sheikh Tamim bin Hamad. Ni mkutano ambao unafanyika ikiwa imepita siku moja tangu kundi la waasi wa M23 lijitoe kwenye mazungumzo ya amani nchini Angola, wakidai chanzo ni viongozi wao kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya. Kongo inaishutumu Rwanda kwa kutumia silaha na wanajeshi wa Rwanda waunga mkono waasi wa M23 ambao mashambulizi yao yanatumbukiza mashariki mwa Kongo katika mzozo wake mbaya zaidi katika miongo kadhaa, lakini Rwanda inasema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali, ikikana kujiunga na M23. Wakuu wa nchi wamepongezwa na kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa kumaliza mzozo huo, ikiwemo juhudi za upatanishi zinazofanywa Angola na Nairobi, pamoja na mkutano wa pamoja wa East Africa Community, pamoja na mkutano wa SADC uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania Februari 8 mwaka 2025, ambapo viongozi wote wawili walikiri kuunga mkono makubaliano ya kusitisha vita hiyo mara moja baada ya masharti kama maazimio ya mkutano wa Dar es Salaam yaliyoafikiwa yamekubalika, pia juu ya haja ya kuendesha majadiliano yaliyoanzishwa na dola ili kuweka misingi ya amani na amani ya kudumu. Vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimedumu kwa muda sasa, huku madini yakitajwa kama kichocheo kikubwa cha mzozo huo, ambapo imeongezeka haraka tangu Januari mwaka 2025. Maelfu ya watu wameuawa na wengine maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Ni taarifa kutoka huko Katari. Hatimaye rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Katari kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari mwaka huu.